lakini niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu, kwa ushindi mkubwa ambao ameupata katika uchaguzi wa mwaka huu. Tunampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Spika, nikupongeze na wewe pia kukalia kiti hicho. Tunakupongeza sana na tuna imani kubwa sana na wewe utatuongoza ili kufanikisha ndoto na maono ambayo tunayataraji. Mheshimiwa Spika, ninaomba kwanza kabisa kabla sijaendelea nitamke ninaunga mkono hoja ya uteuzi wa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba niseme sifa zilizosemwa na mwanasheria mkuu wa serikali ni stahiki na ni sahihi kwa Dr. Mwigulu Nchemba kupata madaraka hayo na kuweza kusimamia nafasi hiyo kubwa ya uratibu ndani ya serikali ili tuweze kufanikiwa kuyafikia malengo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na mwanasheria mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza, Daktari Mwigulu Nchemba ni mtu wa maono. Anayo maono ya kujua taifa letu linataka kwenda wapi. Lakini Daktari Mwigulu Nchemba anajua vipaumbele vya nchi hii. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa sasa ndani ya taifa letu la Tanzania. Na kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Spika, kwanza muungaji mkono aliyetangulia ameeleza vizuri mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Hakika yasingeweza kupatikana kama tungekuwa na waziri wa fedha ambaye hakutekeleza vizuri majukumu yake. Mheshimiwa Spika, wote tunafahamu mapato ya ndani katika nchi yetu ya Tanzania kupitia TRA iliyokuwa chini ya Wizara ya Fedha yameendelea kuongezeka na kusababisha mageuzi makubwa ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais wetu ametueleza kupitia ilani ya uchaguzi, lakini ndani ya siku 100 anayo maono yake, anayo malengo yake ambayo yanakwenda kumgusa Mtanzania mpaka wa hali ya chini. Maono haya yanahitaji waziri mkuu kama Mwigulu Nchemba ili yaweze kutekelezeka. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge